Bwana, hakuna ambaye anahitaji unyonge, hakuna ambaye naweza nikasema kwamba anahitaji kuonekana yeye ndiyo yuko vibaya. Hii ninaizungumzia kwenye upande wa klabu ya Yanga. Nao kwa upande wa Yanga huko kumbe walikuwa wanafanya mambo yao kimya kimya. Ni kama hivi walikuwa hawazungumzi kile ambacho wanakifanya, lakini huko picha zinazosambaa naweza kukwambia tu kwamba Yanga ni kama hivi waliamua kufanya mambo kimya kimya, huku wakileta jambo lao kisirisiri ili iwe surprise kubwa kwa upande wa mashabiki. Naweza nikasema kwamba klabu ya Yanga hawataki unyonge. Ni kutokana na GSM kununua basi jipya la kifahari la Iluzari Scania. Sasa hapa tutakwenda kuangazia mtazamo ama muonekano wake huu wa gari hili, namna ambavyo linaonekana. Lakini kabla hatujakwenda kulitazama, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kwa usahihi kabisa hapa. Klabu ya Yanga imeendelea kuonyesha ukubwa wake nje ya uwanja baada ya mdhamini mkuu Garib Said Mohamed GSM kuiwezesha kupata basi jipya la kisasa aina ya Iluzari Scania ambalo linatarajiwa kutumika kwa safari ya timu katika mashindano ya ndani na ya kimataifa kwa msimu ambao unafuata. Sasa kutokana na picha zilizosambaa, basi hilo lina muonekano wa kisasa wenye rangi ya kijani inayofanana na utambulisho wa klabu ya Yanga, huku likiwa na muonekano wa kifahari unaovutia macho. Lakini pia ukitazama muundo wake wa mbele una taa za kisasa za LED, vioo vikubwa vilivyorahisisha muonekano wa dereva, pamoja na umbo la kisasa linalotumika kwenye mabasi ya timu kubwa barani Ulaya. Lakini ubora wa basi hili hauishi kwenye muonekano wa nje pekee. Kwa ndani, Iluzari Scania ni moja ya mabasi bora kwa usafiri wa timu za mpira wa miguu. Lina viti vya kisasa vinavyoweza kurekebishwa kwa urahisi, nafasi kubwa ya miguu kwa kila mchezaji, lakini pia mfumo wa kiyoyozi unaosambaza hewa sawasawa ndani ya basi, lakini pia taa za kusomea kwa kila kiti, pamoja na sehemu za kuchaji simu pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki. Aidha, basi hilo lina mfumo wa kisasa wa burudani wenye television, speaker zenye ubora wa hali ya juu na sehemu kubwa za kuhifadhi mizigo, vifaa vya mazoezi na vifaa vya kitabibu vinavyotumiwa na timu wakati wa safari ndefu. Kwa upande wa usalama, Iluzari Scania imejengwa kwa teknolojia ya kisasa zinazojumuisha mfumo wa breki za kisasa, udhibiti wa mwendo, mfumo wa kuzuia gari kuteleza, pamoja na injini zenye nguvu inayotoa safari tulivu hata katika barabara ndefu. Pia lina mfumo wa kusimamisha mtikisiko unaowafanya abiria kuhisi faraja, hasa pale wanaposafiri kwa masaa mengi. Kwa wachezaji wa klabu ya Yanga, ujio wa basi hili unamaanisha safari zenye utulivu zaidi, mapumziko bora kabla ya mechi na mazingira yanayowasaidia katika uwanja wakiwa katika hali nzuri ya kimwili na kiakili. Mashabiki wa klabu ya Yanga, baada ya kupokea taarifa hizo na kuweza kuona picha hizi ambazo zinasambaa, wameweza kuusifu uongozi wa GSM katika kuendeleza maendeleo ya timu, si tu kwa kusajili wachezaji bora, bali ni kuboresha pia miundombinu kwa upande wa klabu. Kwa uwekezaji huu wa upande wa klabu ya Yanga inaendelea, tunaweza nikasema kwamba kwa upande wa GSM anaendelea kutuma ujumbe kwamba yeye bado mpaka sasa hivi anaendelea kuiongoza Yanga kwa pande zote tofauti. Aliweza kutaja kwenye upande wa uwanja, lakini sasa hivi na yeye pia amekuja na basi ambalo liko vizuri kabisa, Iluzari Scania. Huyo ndo GSM ameweza kufanya mambo ya namna hii.